wakawa wanamwambia askofu kwamba tumeadhimia kwenye mpango mkakati wa mwakani kuvuna watu kwa wingi kupitia timu za mpira. Nilijikuta hapa panawaka. TAG mnielewe, timu za mpira hazivuni, haziokoi watu, hazivuni, ila nyinyi ndio mtavunwa, kwa sababu investment ya mpira haiko na Roho Mtakatifu, iko makaburini kuita mizimu. Hiyo mechi mnayoiona wanacheza wanafungana, walicheza juzi kwanza, walivunja mayai. Kuna listi ya watu wanaokufa iliwekwa, kuna madawa ya kienyeji uwanjani. Wewe utuletee kweli eti tutavuna watu? Hebu msitutanie basi. Anayefahamu vita ya kiroho, anayefahamu siri na mipango ya ulimwengu wa roho, hawezi kuwa akampani na mpira, hawezi kupatana na soka, kwa sababu kule ndani kuna agenda za kipepo. Ninyi ni mashahidi. Kuna wakati, kuna uwanja fulani ulikuwa ukifukuliwa, ulipokuwa ukifukuliwa kule chini zikakutwa zana za ushirikina. Sasa kwenye mazingira kama hayo unachukua eti unaonyesha kanisani. Hii ni aibu kubwa sana kwa makanisa. Maandiko yanasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Kuna watu ni watumishi kwenye makanisa sawa, lakini upendo wao na Kristo ulishapoa. Kwa sababu mtu anayempenda Kristo hawezi kuipenda dunia katika mfumo wa namna hii. Biblia imesema kwenye Yohana wa kwanza 2:15 kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, kwa sababu mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Mnapoipenda dunia kwenye mfumo huu, lazima upendo wa Mungu ndani yenu utoweke. Sasa kuna wengine watahisi eti huu ni ubunifu. Hakuna ubunifu hapo. Huko ni kuibiwa na adui. Huo sio ubunifu. Kwenye Injili hakunaga kitu inaitwa ubunifu ambao unatoka nje na Roho Mtakatifu. Vitu ambavyo tunajua sio kiroho tu, hata kimwili vinaonekana. Ushirikina wa hadharani, hayo matimu hayawezi kwenda huko bila kujizindika, bila kujisacrifice, bila kutoa makafara kule gizani ndipo aende, alafu eti mnaonyesha kanisani. Yaani dunia inaingizwa ndani ya kanisa, alafu mnasema mnapenda Mungu. Basi mkampenda Mungu katika namna hii. Kwa kanisa la kweli haliwezi kujihusisha na mpira. Haliwezi kujihusisha na kutengeneza yale matimu, wetu tutengeneze timu za kwenda kucheza mpira huko tuwahubirie watu Injili. Kanisa la kweli haliwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Hawezi kuonyesha mpira kanisani. Kwa sababu kule kuna ushirikina, na nimekupa mfano hapo. Tena ilienea mpaka kwenye media, zana za ushirikina chini ya uwanja zimefukiwa kule. Manake kule watu wanategemea giza, na kuna baadhi ya watu hayo madhehebu wanapiga kelele kuwaeleza ukweli, lakini bado watu vichwa ni vigumu, wanaelekea tu huko kwenye uharibifu. Kanisa inawezaje kwenda akampani na mpira? Mnasema ni ubunifu. Hakuna ubunifu wa namna hiyo. Ubunifu unaokupeleka shimoni sio ubunifu. Ili mjue adui amekamata huko, fanyeni research. Kuna baadhi ya maeneo mchungaji yuko tayari afunge kanisa aende kushabikia mpira. Yuko tayari aseme leo ibada haipo, haitakuwepo, aende kushabikia mpira. Kama yule ambaye yeye aliwaambia watu tutaonyesha mpira kanisani, na wakabeti na washirika kwamba timu yangu ikifungwa nitawapa mbuzi. Wakabeti na washirika, timu yake ikafungwa. Ile kanisa lilikuwa ni kubwa sana. Kumbe ilikuwa ni mkakati wa adui kuharibu kanisa. Timu ikafungwa ya mchungaji. Washirika wakaandamana, askofu anagoma kutoa mbuzi. Wakaandamana, wakabeba magari ya kwaya, wamepanda kule ndani, wanapita na matarumbeta, wanapiga kelele, timu imeshinda. Vyombo vya kanisa vinaanza kwenda kutumika kwenye masuala ya kidunia. Laana kubwa. Enda kasome habari za yule mfalme ambaye alichukua vyombo vya hekalu akaenda kuvitumia kwenye starehe zake. Nini ambacho kilitokea? Leo watu sio kuchukua vyombo vya hekalu tu, wanalitumia na hekalu lenyewe kwenda kuonyesha vitu vya kipagani kule ndani. Mimi niwaambie ukweli, mkubali kuonywa. Kanisa la kweli linakubali kuonywa. Msiwe na shingo ngumu. Shingo ngumu mwisho wake ni kuvunjika. Maana huwezi kwenda akampani na hivyo. Au leo tuna Wakristo ambao hawaufahamu vizuri ulimwengu wa roho. Kwa sababu Mkristo anayefahamu ulimwengu wa roho anajua attacks za kiroho. Anajua nikifanya hiki nini kitakachotokea. Lakini leo vitu ambavyo vinaruhusu attacks za kiroho ndivyo Wakristo wanafanya. Wengine ni wachungaji, wengine ni maaskofu, wengine wanajiita watumishi wakubwa, lakini wameibiwa katika mfumo wa namna hiyo. Kwa lazima mkubali kuonywa. Nikashangaa kuona makanisa yanaanzisha miradi ya ajabu. Leo unakuta kabisa watu hapo confident wanaanzisha miradi ya ajabu ajabu. Mtu anasimama na kwambia tunataka tuanzishe swimming pool, yani mabwawa ya kuogelea, ya mradi wa kanisa. Yani watu wanaenda kuoga na vichupi eti. I say, Mungu aturehemu sana. Swimming pool zinaanzishwa makanisani. Mradi wa kanisa. Watu waende kuogelea kule, na mnajua wanapoogelea huwa wanaogelea vipi? Eti wakienda pale watalipia sweet pesa, sio watakutana na vibango vimeandikwa Yesu anakupa. Huo ni uchawi tu. Hakuna chochote hapo.
Hakuna kitu cha namna hiyo, tusidanganyane. Lazima ifike mahali tuambiane ukweli. Tutatengeneza peperushi, tunatengeneza viwanja vya mpira vya kanisa, tukiwa tunacheza tunagawa peperushi. Hakuna mtu anaokoka kupitia peperushi. Wewe acha uongo. Ingekuwa ni hivyo, kungekuwa hakuna haja ya kununua mavyombo kuhubiri Injili. Ungekuwa tunachapisha peperushi. Huo ni uvivu wa kuhubiri. Chukueni vyombo mkahubiri huko. Ndio mitume walifanya, sio kuchapisha peperushi. Vipeperushi vitachapishwa mahali ambapo, yani pengine kwenye yale mataifa ambao unaona sasa hapa kusema Injili haiwezekani, kule Somalia, kule si wapi kule, ndio wengine wanaweza wakasema ngoja tutumie hekima hii tuchapie peperushi tukatembeza vina kweli, mtu akisoma ujumbe unamgusa na anaokolewa. Lakini huku Tanzania tuna uwanda mpana wa kuhubiri Injili. Wewe unaacha kwenda kuhubiri Injili, tunatengeneza peperushi. Huo ni uvivu wa kuhubiri Injili. Kwa kule ni utawala wa giza kule, hiyo mipira si masoka manini nini, utawala wa giza au swimming pool manini, miradi ya ajabu. Na mimi wakati fulani nilisema kweli, nikawaambia wakati mwingine kinachowakosti haya makanisa ni hayo makamati ya kanisa. Ndio wanakujaga na suggestions za ajabu ajabu, wanakujaga na mapendekezo ya kipepo kabisa. Mtu anakwambia mimi naona tufanye hiki na hiki na hiki na hiki, na kiangaliwa na pesa, mtu ana cheo, mtu yuko vizuri, mchungaji anapitisha tu. Mwisho wa siku watu wanakwenda kuingia gizani, wanakwenda kutumikia kwenye ufalme wa giza. Lazima mkubali kuonywa, kule ni utawala wa giza. Hawezi eti kabla ya kucheza tutaomba. Hata muombe, mfunge na kuomba, mmeenda kwenye utawala wao. Ni sawa na mtu anasema naenda kuzimu kuangamiza mapepo. Yaani anatoka duniani, ngoja niingie kule. Ni utawala wao, ni area yao, kama ilivyo huko. Ni area zao huko. Wezi kwenda kuwachomoa kule kwa sababu anayetawala kule ni huyo, sio Mungu. Mtajidanganya kunena kwa lugha. Hapa niwaambie, watu wengi nyakati za leo mna lugha za kisanii. Sio lugha ya Roho Mtakatifu, mna lugha za kisanii. Kama yule unakuta mtu eti anaenda sehemu fulani kujichubua kwenye saluni kujikoboa, alafu eti kananena kwa lugha ya Roho ameshuka. Hiyo sio roho, hiyo ni roho nyingine, tunaita roho nyingine. Na msichokifahamu, hata mapepo yanajua huko kunena kwa lugha, maana kunena kwa lugha ni lugha ya mbinguni, na hayo mapepo yaliwahi kuwa mbinguni, wao nao yanajua. So sio kila anayenena kwa lugha ni lugha ya Mungu. Eti before tunacheza mpira tulimshuhudia Mungu sana, Roho Mtakatifu alishuka, watu wakanena kwa lugha. Huyo ni Mungu wa soka ndo alishuka, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kushuka kwenye maeneo namna hiyo. Kwa watu tuhubiri Injili kwa njia halali, tuwafuate watu huko, tusitafute kuwavuta kwa ubunifu ambao haupo kwa mujibu wa maandiko, tutawagonga kwa mujibu wa sheria. Lazima ifike mahali watu wamheshimu Mungu, watu waiheshimu nyumba ya Mungu. Huwezi kutumia nyumba ya Mungu kuonyesha mpira, huwezi kutumia nyumba ya Mungu kuchimba swimming pool kwenye uwanja wa kanisa. Wachungaji wako radhi kwa kuweka mpira ndani ya nyumba ya Mungu, eti washirika wasiende baa, eti vijana waje kanisani waokoke. Ndugu zangu, huwezi ukatenda dhambi ili kuokoa wenye dhambi. Huwezi ukazini ili kumpata mzinzi. Huwezi ukaenda kuiba ili kupata wezi. Huwezi kutenda matendo ya giza ili kumbadilisha mwenye giza, maana hakuna urafiki kati ya giza na nuru. Watu wengi mmekuwa mnatumia msemo wa Paulo kwamba alifanana na ili kuwapata wenye dhambi. Paulo hakuzini ili kupata wazinzi. Paulo hakuiba ili apate wezi. Hii ni misemo ya kipepo.